Mr. Salim, it's really a pleasure na nimefurahi sana kufanya podcast. Hii itakuwa podcast yetu ya kwanza. Yes. Kufanya pamoja. Kabisa. Na wale ambao hawakufahamu, mimi naweza nikakufahamu kidogo as a leader, kama kiongozi, umejenga watu wengi, lakini kuna watu ambao wataangalia podcast hii wanajiuliza huyo ni nani? What can you tell them in a nutshell? Yeah, actually jina langu ni Salim Babde. Nilikuwa mwalimu zamani. And I was headmaster of the school Yemen School there. Yeah. Is one of the founders. Na thereafter nika move kwenye mafuta ambayo mpaka leo nipo. Na I've been holding different position katika different companies as a human resource and administration manager, as a chief operating officer, as a general manager for 12 years in my working company Cameroon. Yeah. And now I'm a director of training and professional development. Nimepewa majukumu ya kukuza vipaji na viongozi ambao kama unavyojua kampuni ikizidi kukua lazima itengezwe na viongozi. Kweli. Bila viongozi sustainability ule uendelevu utakuwa haupo. Ndio. Kwa hiyo as the shareholder expanding, mimi na kazi kubwa ya kutengeneza viongozi ambao wataweza kusustain hiyo growth ya hizo kampuni ambazo zinazalishwa. Yes. Kwa hiyo nimekuwa vile makamu mwenyekiti wa Tanzania Association of All Marketing Company TAUMAC. Yes. And I'm still a board member until now. Ndio. Na vile ni vice chairman wa Tanzanite CEO Roundtable as well. Ndio. Yeah. That's kwa ufupi. Kwa kweli hizo zote ni position za uongozi. Na ninavyojua ni kwamba umepitia program ya John Maxwell. Yeah. Ya uongozi. Yeah. Na umejifunza vingi na umeanza kuvitekeleza katika positions ambazo upo. Yeah. Katika uongozi kuna ukuaji. Yes. Na tunasema kuna sheria za ukuaji. Yeah. Je, mtu anaweza akakua bila kujitambua? Can they grow without awareness? No. Absolutely no. Yes. Haiwezekani mtu kukua. Ndio maana katika 21 katika 15 invaluable laws of growth by John Maxwell. Ndiyo. Kuna law ambayo inasema the law of awareness. Sawa. Yani namna hilo inaeleza jinsi mtu anavyojitambua yeye. Kwamba you must know yourself to grow yourself. Yani lazima ujitambue kwanza ili uweze kukua. Ndiyo. Na kujitambua kwenyewe inakuja katika kwamba kujua wapi wewe una ule ubora wako upo, strength yako ipo. Kuna maeneo ambayo wewe una strength. Ndio. Ambayo Mungu amekujalia uko vizuri. Yes. Sasa kujua kile kipaji na kile strength ambayo ulikuwa nayo. Ndio. Ili kile kipaji ukikikuza ndio wewe unakuwa sababu ya kuweza kukua. Sawa. Lakini huwezi kugrow kama vile hujui weakness zako, mapungufu yako. Yani yale madhaifu ambayo wewe unaweza kuyatambua ndio itakufanya wewe kila ukiyapunguza yale madhaifu ndio wewe unazidi kuongeza strength zako. Kwa hiyo strengths zako zinakupelekea kuweza overcome his weakness zako. Yeah. Na siku zote a person grows from his strength. Mtu anakuwa katika maeneo ambayo yeye yuko imara zaidi kuliko maeneo. Yani mfano mzuri tu, mtu ambaye anapiga mpira katika mguu wa kulia. Ndio. Alafu anapewa penalty aenda kupiga mguu wa kushoto. Sasa matokeo yake anakosa ile penalty. Hawezi kufanikiwa kwa sababu anataka kutumia weakness yake. Anataka kutumia weakness yake katika success ambayo kitokezekana. Yeah. You have to use your strength katika kuachieve your success. Lakini vile ili kujitambua ni kujua zile resources ambazo zimekuzunguka. Unazitumiaje? Kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kuwa ni leader, ana resource nzuri tu. Ana uongozi mzuri, kuna policy nzuri. Ndio. Kuna mazingira mazuri. Ana wafanyakazi ambao ni talented. Ndio. Lakini everything rise and falls on leadership. Ikiwa anajua strength yake akaitumia leadership strength yake vizuri, then he can take the organization to another level. Lakini vile ajue
the opportunities around. Kwamba kiongozi anatakiwa kwamba lazima kwamba wewe kujitambua kwako kuendane kwamba what are the opportunities naweza nikazitumia, ndio, based on the resources I have, yes, kwa ajili ya kumake sure kwamba organization yangu au kampuni yangu naitoa katika level moja kwenda level nyingine. Yes. Kwa hiyo hizi ni moja katika kujitambua, maana kwanza inaanza na wewe. Sawa. Ikiwa umejitambua wewe, utawatambua na wengine. When you know yourself, it's easy to know others. Kwa sababu ukigundua wewe una mapungufu as a leader, then you'll be able to acknowledge ile weakness za watu wengine kama they are all human beings. Yeah. And they are under me. Yeah. Nafikiri difference baina leadership na parenting haina tofauti kubwa. Mzazi hata mtoto akikosea unampunish alafu unamcorrect alafu unakuwa naye, ndio umfukuze. Ndio. Sasa a leader siku zote kwanza kabla hajafukuza anaangalia huyu ana talent gani, ana strength gani naweza nikaitumia, alafu wapi naweza nikamuendeleze. Kwa hiyo utakuta kwamba growth of the people inatokana na growth of a leader. Kuna kitu umeongea hapo, imeleta light bulb, parenting na leadership. Yes. Viongozi wengi mtu afanya kosa hapo fukuza. Yeah. Hapo fukuza. Hamna haja ya kumrekebisha. Kuna huo msemo kwamba mtoto akinyea kiganja usikate mkono. Yes. Yes. So some leaders wana hicho kitu. Fanya kosa moja anafukuza, hana muda wa kurekebisha. Wajua the biggest foundation of a leader ni trust. Sawa. Trust ikipotea kwa leader, that organization will suffer. Right. Na it's a matter of time. Time will tell. Yes. By the time company realizes, competitors washaenda mbele sana. Yeah. The company has been left behind. Big time. Na trust inakuwa built by culture. Culture inatengenezwa na leader. Ndio. Kwa sababu yeye anakuwa ni role model wa zile values. Sawa. Za kampuni anazitengeneza yeye. Let's say integrity. Ndio. Kwamba do the right thing even if no one sees you. Kwamba wewe unafanya the right thing hata kama mtu yote hakuoni. Unajua, kwa sababu watu wengi wanafanya kazi wanataka validation, wanataka kusifiwa, wanataka bosi aone nini aone. No, wewe fanya kazi itaonekana over time. You don't need to be praised every day. Matokeo yataonekana tu. Matokeo yako yataonekana. You don't live by praise au by validation au by approval. Kwa sababu vijana sana wanakwenda sana huko, anataka kuonekana mapema wakati bado haja grow. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba ile growth yake as a leader iwe self driven. Yani ajisukume mwenyewe. Ndio. Self motivated. Yes. Yeye mwenyewe ajipe motisha mwenyewe. Ndio. Na ile inakuja kwa nini? Kama na self awareness. Sawa. Kwa hiyo you must know yourself to grow yourself. Lazima kwanza ujitambue wewe, knowing your strengths and your weaknesses. Halafu ndio inakuwa rahisi kuwajua wengine. Na utapowajua wengine, kwa sababu ile element ya humanness, ule ubinadamu wako ukiujua, ndio wale hawakupi tabu ukijua kwa huyu tatizo lake nini, ana strength, hebu mwite HR njoo, hebu unamuona na eneo hili hapa, tumfanyie nini huyu. Unawagroom wafanya kazi wako. Ndio. Na utakuta unaweza kuwa nafanya kazi wao na hao miaka mingi, they are very loyal to you. Lakini a leader ambaye kwa mfano yeye hajachukua responsibility of investing in his people, hajawa grow watu wake. Yes. Kwa kuwa ana assume kwamba company ita grow wenyewe without people, which is impossible. It grows because you grew your people. A good example, Amson's Group. Amson's Group imeanza na Camel Oil. Ndio. Lakini leo ina kampuni ngapi? Nyingi sana. Camel Cement, Camgas, Camel Flour. Ndio. Ina Mbeya Cement, Bamburi, Concrete. Lubricant. Ndio. Package.
Camel Packaging, East African Warehousing. Lakini hiyo yote ni kazi ya leadership. Kwa hiyo ina expand. Kwa nini? Kwa sababu expansion ya kampuni inategemea the people. Kwa sababu kampuni yenyewe ni majengo na ofisi na policies. Without people there's no company. Yeah. Kwa hiyo utakumbuka kwamba company is culture. Company is a culture. Why culture? Kwa sababu a culture tuna define kwamba is a group of people ambao wamekutana, we shared common values, wakakubaliana kwamba bwana sisi tutaishi hivi na tutafanya kazi hivi. Kwa hiyo anayekuja mtu Camel Oil anajua kwamba these are our values. Kwamba hapa kuna integrity, teamwork, leadership, safety. These are our core values. To make sure kwamba everybody is safe. So safe katika mazingira, even your job is safe. Hapo hutofukuzwa kazi unprocedural. Hutaonewa. You are safe, job security yako, you are safe katika environment. Integrity, tunataka watu waadilifu. Tunataka teamwork, mashirikiano, na tunataka leadership. Kuona kwamba wewe you take responsibility in your area of work bila kusukuma. Kwa hiyo kila mmoja anakuwa self driven, kila mmoja anakuwa self motivated to perform. Na nimekuja kugundua kwamba ili uweze kulead watu, you start with yourself, awareness, emotional intelligence na nafasi yake. Yes. Kujua namna ya kuregulate na kucontrol emotions zako na emotions za watu wengine. You as a leader umekutana na viongozi wengi ambao unawakuza. How do you deal with your emotions unapokutana na kiongozi ambaye anaenda against the culture, against the values, against the goals, malengo ambayo mmejiwekea? How do you deal with such situations? Emotional intelligence ni mzuri sana. Yani manake ni kujua how intelligent you are emotionally. Yani wewe you have to know kitu gani kinakutrigger wewe. Na mara nyingi sana kama umedevelop uvumilivu, resilience, na kuelewa kwamba people have different perspectives. People have different perspectives, ni kwamba maturity sio kuwa na ndevu nyeupe. Maturity ni ile ability to understand, yani perspectives za watu kwa upande mwingine, yani miono ya watu katika jambo la katika lile jambo. Ndio. Sasa unapokuwa na perspective tofauti wakati watu mnapokuwa pamoja, kwa mimi I take it's very healthy, kwa sababu you can sit down mkadiscuss katika zile difference zenu, mkaunganisha zile perspectives, mkapata kitu ambacho well blended, mkakubaliana. Lakini some leaders wakataka wao anataka labda yeye perspective yake ndio ichukuliwe the topmost. Sasa the company inashindwa kutumia leverage ya zile talents ambazo ziko pale. Ndio. Kwa hiyo zile talents zinakuwa ni waste. Kwa hiyo kitu muhimu ni leader kwanza ku understand kwamba yeye anapokuwa emotional, sometimes emotions inakuja kama ego, sometimes takes us over. Ego unajua ina to drive kwamba kwa nini wewe uniambie mimi ni kiongozi. Lakini ukiwaambia guys, mimi I'm a leader, I'm a justler, I'm a human like you. Ndio. Na if any decision you think that our approach I have used is not correct, pop in respectfully, tujadili, tell me how we can improve. When you have an open door policy ya watu wako wakaza kuapproach, wakaza kukwambia, you become a better leader. Kweli. Kwa sababu what you are setting the tone kwamba wao vile vile wanaweza kukosoana. Ikiwa wewe unaweza wakaja wakakwambia kitu na wao wataanza kuambizana. Kweli. Kwa hiyo you see the culture there. You are setting the culture kwa sababu wewe ndio you are the one revolving the culture around the company. What you do, because Maxwell anasema people do what people see. Kwa hiyo the role model of a leader ndio ina translate culture. Watu wanakuangalia. Culture organization. Hebu angalia mara nyingi sana katika big organization akiondoka the top leader. Everything changes. Kwa sababu kuna culture alikuwa ametengeneza. Ametengeneza culture.
Steve Jobs was very successful with Apple. When he left Apple, what happened? Things change. Kwa nini? Kwa sababu leadership is influence. It's not about a position or a title of a person who's there sitting. It's about the level of influence ya yule mtu kwa watu wake. Kwa people they wanampa buy-in, wanamkubali. Kwa hiyo what translate vipi kwamba they want to follow the leader, not because they have to follow. Kwa hiyo kuna tofauti baina want to and have to. Kwamba lazima wamfuate au wanataka kumfuata. Wanapotaka kumfuata, maana yake asubuhi wanaamka wako self motivated. Wako self driven. They have a reason to go to work. Alafu the leader give them the sense of purpose and meaning. Wanaelewa kwa nini tunakwenda kazini. Wanaelewa kwa nini the company exists. Wanaelewa that existence of my company is my existence. I'm part of the process. Kwa hiyo I don't need to work to seek approval ya mtu. Yani it's my duty, hata kama nimejifungia nyumbani kwangu usiku nafanya kazi zangu. No one sees me. That is integrity. Well, and wakati tunatoka kwenye awareness, hakuna ukuaji, there is no growth that is accidental. Na mwanzoni umetaja zile 15 invaluable laws of growth. Na moja ya sheria nyingine ni the law of intentionality. Kwamba huwezi kukua bahati mbaya. Sijawahi kuona mtu amefanikiwa hata tukiangalia kwenye sports personalities, wasanii, tukamuuliza umefikaje, akasema bahati mbaya nimejikuta tu nimefanikiwa. By accident. By accident. The law of intentionality. Mtu ukitaka aelewe vizuri hii sheria, how is it connected to leadership and growth? That's really cool. When I joined John Maxwell 2.5 years back, this is the first law I've started to, and I like this law kwamba kila kitu start with intentionality. Inaanza na nia, dhamira. Kwamba ile nia yako ni nini? Kwa sababu huwezi kwenda pahala huna nia kufanya jambo fulani. Utaenda kwenye shamba, nia yako ni kulima. Utaenda mpirani, nia yako kucheza mpira. Sasa kwenye life wewe nia yako ni nini? Huwezi kuwa unaishi kwa sababu unavuta hewa na unalala. Lazima kuna malengo katika maisha. Kwa hiyo growth does not just happen. And the law of intentionality. Kwamba siku zote John Maxwell anasema the only guarantee that tomorrow will be better is your growth. Your personal growth. Na mara nyingi kwa nini tunasema personal growth? Kwa sababu there is no growth of a company if there's no personal growth of the people. Kwa sababu otherwise they will not give what the company the value. Kwa hiyo tunaposema personal growth comes first, manake these people they give to the company. Kwa hiyo when we grow the people, they grow the company. There is no company that grows by itself. Kwa hiyo whether ni katika individual level, mtu binafsi au taasisi, hakuna growth ambayo ni automatic. Kwa hiyo growth inakuja na investment ya watu. Wale watu wako ambao ni key people, wale ambao ndio una invest. Kwa sababu those are leaders. Na uzuri wa leaders bwana, uki-add value kwao, wao wana multiply that value. Kweli. Kwa hiyo ukiwa na leaders 10, wao utakuta wao umewatrain watu 200 nyuma. Ukiwatrain watu 10. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho cha kuzingatia unapokuwa na leaders, na maana hata ile level of investment yako katika training katika organization kwa ndogo, kwa sababu wao wana multiply that value. Some companies, tunaona kampuni au taasisi, organizations zinafanya vitu vikubwa and watu wanasema wamebahatika. Tunaona watu wanafanya vitu vizuri on a personal level, athletes, musicians, huyu ana bahati. Kumbe it is intentional. Kuna watu ambao wanapanga kabisa kwamba nitaenda kufanya hiki kesho kutwa until I get those results.
kwako wewe, how are you intentional in your life? Yeah, life is all about, ukisema life manake nini unataka kuchukua achieve. Yes. Katika life live a life of significance, yani life ambayo what you have inakupa pleasure when you share it with others. Yeah. Hakuna the biggest satisfaction kama ukimsaidia mtu alafu ukamwona anapanda, anabadilika, yeye anabadilisha familia yake, anabadilisha watu anaoongoza. Kwa kweli there's no feeling I can tell you that, yani kuliko hata kama bank account kama imeingia kiasi gani, kwa sababu that's a number ambayo imekaa pale, ile ripple effect kutoka kwako, yani that comes from you. Na inakupa kwamba I'm living a life of significance. Yani life ambayo inaleta maana kwa watu wengine. Kuwepo kwako kunaleta manufaa kwa watu wengine. Kwa hiyo mtu ambaye analeta manufaa kwa watu wengine ni kwamba ile success yake it does not kwamba ni yake ya mtu mwingine. Lakini umeniuliza kwamba je, organizations zinakuwa by accident? Organizations haziwi by accident, kwa sababu siku zote ili mtu awe luck, luck lazima kwanza uwe na preparation. Sawa. You need to grow. Weke jitihada kwa sababu huwezi kuwa opportunity kakufuata wewe wakati ile opportunity is not for you. Hujajiprepare for that opportunity. Kwa hiyo lazima uwe na capacity ya ile opportunity iwe kwa ajili yako, uitumie, uwe kwamba you qualify, kwamba wewe you are eligible for that opportunity. Lakini vile vile attitude yako katika maisha, kwa sababu kuna watu attitude kwamba when they fail once they give up. Kwa sababu siku zote failure and success ni vitu vinakwenda pamoja. They are not opposite. Siku zote when you learn from failure you actually become stronger to reach your success. Kwa sababu there are lessons that you are learning. Instead of say why did I fail, you ask what did I learn. Kwa nini nimefaili? Sema kwa nini nimejifundisha. Kitu gani ambacho mimi nimejifundisha. Kwa hiyo that positive attitude mtu inamfanya. Kwa hiyo organization yote ina ups and downs. Kwa hiyo kila siku unaangalia kwa nini mauzo hayaendi? Kwa nini yameanguka? Kwa nini anaendi? Wafanyakazi sio hivi. Staff wetu wanahitaji training. Kwa hiyo they are blended of failure and success. Kwa hiyo unapata, kwa hiyo vinaenda pamoja. Vinaenda pamoja hivyo. Lakini vile vile katika vitu vingine ni kwamba swala la kuinvest. Investing ni kitu muhimu sana. Katika personal level you have to invest in yourself. Huwezi kuwa mkimbiaji mzuri, huwezi kuamka asubuhi. You have to invest time. Intentionality. Lazima uwe unaweza kusacrifice na nini. Kwa hiyo vile vile ni kitu hicho kina mata sana katika mambo ya kuleta mabadiliko katika organization na katika level ya individual. Lakini most important vile vile ni commitment. When you are fully committed katika chochote unachokifanya, people believe in you. People, they believe in you. They see you consistently doing something. Every day they see you doing it. And you become so good at it. No one can dispute kwamba this man is not good for this thing. Unajenga trust. Ikifika eneo lile ambayo inapaswa lile, atasema hapa anahitajika ni mtu fulani. Yani everybody will say katika society, whether katika organization, whether katika family, kwa sababu leadership inakata across all. Nyumbani, jamii, inatuzunguka, familia na katika maeneo ya kufanya kazi. Na watu wanaona. Mr. Salim, kwa kumalizia, kuna viongozi out there and they are going through a lot. Anasema mimi najenga team, wanaondoka, najenga team, hawafanyi hivi, I'm trying my level best na nini. Vitu gani ambavyo unaweza ukawa guarantee kwamba as a leader hivi huwezi kuviepuka, hata viwili au vitatu wajue kabisa? Kwa sababu
watu wengine wakipewa leadership they look at the results, au they look at the good part of leadership. Magari mazuri, ofisi nzuri, kiyoyozi, tapata dereva, lakini leadership comes with a price. Mambo gani mawili ambayo you can guarantee them kwamba you have to prepare for this as a leader? Jiandae mapema. Okay, unapodili na watu wako, sio? Ndio. Unajua, kwanza jambo muhimu sana kuwa na courage. Courage ya kuwa na difficult conversation. Unajua, a leader, kuna time you need to have a difficult conversation. Yani kumwambia mtu, a leader doesn't mean kwamba ukiwa good leader lazima uwe very nice. Ndio. It doesn't be, kwa sababu ukitaka kuwa nice manake wewe unataka kuwa likable, yani upendwe sana. Ndio. Sasa kupendwa ni matokeo ya uongozi wako bora. Sawa. Isiwe kupendwa ndo lengo. Kwamba wewe you are here to please everybody. Kazi inaharibika kwa sababu watu are happy. Hapana. Hapana, leadership doesn't mean that. Leadership ni kwamba wewe kusimamia yale makubaliano ambayo mmekubaliana na watu wako. Kwamba tunatoka hapa tunakwenda hapa, tumekubaliana, yes. Yule ambaye hafanyi, ambaye hayadea au hayuko committed, ndio siku zote leader kwanza listens. Sawa. There was a leader ambayo mmoja alikuwa na tabia, ndio, katika ofisi, one of the CEO of the company wa airline kubwa, alikuwa na tabia moja. Akiambiwa there's one staff ambayo who is underperforming, na akiangalia rekodi yake there was a time alikuwa anafanya vizuri. Ndio. Sasa anasema haiwezekani kama huyu miaka yote anafanya vizuri, kwa nini hii miaka miwili kidogo afanye vizuri? What is going on? Yes. Hiyo ndio empathy sasa. Sawa. Sasa jibu linakuja, kwanza a leader must be empathetic. Awe na value ya kuwa empathy. Aweze kufeel the other side, what the emotions are, what is going on around them. Anamuuliza maswali mawili. Ndio. Do you need your job? Sawa. Unahitaji kazi yako? Asema yes. Yes. Alafu anamuuliza swali la pili, how can I help you? Nikusaidie nini? Ili urudi kwenye ubora wako. Yeah. Anasema most of the time when I ask my staff, they burst out crying. Wanalia. Ndio. In front of me like a kid. Anasema, do you know why wanalia? Is the amount of care you show, kwamba you care of your people. And that brings a lot of transformation. Ndio mabadiliko yanaanzia pale. Na uzembe wote unaondoka. Ndio. Kwa sababu sijapata kiongozi ananiuliza maswali kama haya. Now you and I, let's ask yourself, how many are asking these questions? Ni kwamba kama mwaka miwili hujaperform, nenda za miaka mitatu minane uliofanya yote inakuwa. Lakini sisi kwa mfano katika Amsons tunashukuru kwamba hatuna turnover ya wafanyakazi wengi. Kwa sababu culture yetu is a glue. Kwa sababu it brings people together. Kwa sababu tuna common values. Kwa hiyo utakuta wafanyakazi wengi ni wale miaka 10, 12, 14, 15 tunao. Tukuwemo sisi wenyewe. Kwa sababu ya ile culture ambayo imekuwa set by our leaders. The shareholders ambayo umeiweka wao. Ndio culture ambayo tunaiendeleza sisi chini. Ndio. Kwa hiyo kujibu swali kwamba kwanza you must have a courage kuwa na difficult conversation. Kumwambia staff wako, kumuuliza unahitaji kazi, nikusaidie nini? Lakini la pili ambalo ni kitu muhimu katika inapotokezea kwamba dynamics the business inabadilika. Sawa. Organization kile mlichokiplani kinakuwa hakiendi. Policies ambazo kwa wakati fulani mnapokwenda nazo haziendi. Have the courage and call people and say, listen, based on this situation we have to do what can give us the result. Yes. Kwa hiyo mnajaribu kukaa na kuangalia kitu ambacho kina match, kuwa flexible. Unajua, kwa sababu watu wamezoea, lakini kigumu cha tatu ndio to bring change. Sawa. People don't like change.
Watu hawapendi mabadiliko. Kwa sababu before you introduce a change katika kampuni, katika jambo lolote, yes, call people and tell them hii change ina maslahi gani kwao. If they understand this change is for them, they will understand the change is for the company. Yeah. Lakini tukisema tunataka kufanya mabadiliko ya kampuni ili iende mbele, wanajiuliza sisi vipi? Are we going to change? Yani hiyo ni human nature. What's in it for me? What's in it for me? What's in it for me? Yani mimi kwa mimi inakuwaje? Lakini kiongozi mzuri anajua namna kupresent, namna kuexchange ile perspective. Kwa tunataka kuleta mabadiliko kwa sababu tunataka kuinua quality of your life as well. Ili muweze kutoka pale, ili muwe proud na kampuni. Ndio. Kwa hiyo mabadiliko haya yatakufaini nyinyi na yataifaa kampuni. Hiyo change wataikubali. They will embrace it. They will take ownership. Lakini sasa it depends on a leader. Influence yake inakuja kwenye communication. Yeah. Kwa hiyo a leader is a communicator. Namna anapowasiliana na watu wake, namna anavyozungumza nao, na ule ushawishi wake ndio ina build trust. Yes. Kwa hiyo people can work even 2 hours more a day bila hata kuomba overtime. Because of the influence of a leader. Mr. Salim, mimi ni kushukuru sana. It's been a pleasure and an honor. Na naamini kabisa viongozi wengi watajifunza kwenye hii podcast. And in order for you to be a leader, tumekupa 2 laws mbili tu. Zipo 15. Lakini law of awareness pamoja na law of intentionality. You must be aware of yourself. Jua weaknesses zako, jua strength zako, jua mazingira na opportunities zilizokuzunguka, but also be intentional. Growth must be intentional. Asante sana kwa muda wako Mr. Salim. Let me hope tutapata tena muda mwingine. Ya kweli nitashukuru sana kwa sababu I think the more I give, the more I learn. Definitely. Thank you very much. Asante sana. Asante sana.